Serikali yenu imefanya kazi kubwa sana katika miaka hii mitano inayokwisha. Hospitali ya Mloganzila sasa ni katika hospitali bora kabisa ambazo zinapatikana katika Afrika Mashariki na Kati. Huduma ambazo zinatolewa na hospitali ya Mloganzila zimefanya mpaka nchi jirani zinasafiri kuja Mloganzila kupata huduma za hospitali yetu. Moja ya matibabu yanayopatikana Mloganzila sasa hivi ambayo hayapatikani sehemu mbalimbali Afrika ni pamoja na matibabu ya kiharusi au stroke, lakini pia matibabu ya upandikizaji wa figo na uloto. Haya yalikuwa hayafanyiki. Lakini pia upandikizaji wa nyonga na magoti. Hapo vipi? Hapo sawa. Na haya nayataja kwa sababu yapo kwenye jimbo hili. Jimbo lina mambo ya kujivunia. Lakini pia Mloganzila ndio hospitali pekee ambayo inaweka puto kwenye tumbo la mtu kwa ajili ya kupunguza uzito. Lakini pia Mloganzila ndio hospitali pekee inayotoa tiba kwa njia ya mionzi, tiba ya ngozi kwa njia ya mionzi. Tiba ya ngozi kwa njia ya mionzi. Lakini pia hospitali ya Mloganzila ndio hospitali inayotoa tiba ya kuvunja mawe katika figo bila upasuaji. Hapo vipi? Hapo sawa. Haya mambo, Mheshimiwa Angela, hii ni Mloganzila hii au ni Marekani? Ni hapa au ni Marekani? Marekani ya yaani nilipokuwa naangalia hizi taarifa, hii taarifa ya Marekani sio Mloganzila ya Tanzania, au sio? Hii Marekani ya kibamba. Makofi. Lakini vile Mloganzila wanafanya upasuaji wa ubongo na uti wa mgongo. Hapo vipi? Hapo sawa. Lakini vile Mloganzila sasa hivi inatoa matibabu ya afya ya akili. Afya ya akili. Wataalamu wanasema kila mtu kuna wakati anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Hapo vipi? Hapo sawa, hajakosea. Na namna pekee ya kujua umepata changamoto ya afya ya akili, ukiona tarehe 29 Oktoba unasikia hamu ya kupiga kura. CCM oye! CCM oye! Wangapi watapiga kura tarehe 29 Oktoba? Wote afya ya akili imekaa sawa sawa. Tujipigie makofi. Ndugu zangu wa Kibamba, pamoja na mambo mengi ambayo serikali yetu imefanya, mambo mazuri ambayo serikali imefanya, lakini pia tunaendelea kuyatekeleza, tunaendelea kuyafanya kwenye eneo la umeme katika taifa letu la Tanzania. Mabadiliko yaliyofanyika ni makubwa sana. Katika miaka mitano iliyopita, umeme wa Tanzania uliongezeka kutoka megawati 1602 mpaka megawati 3078, ambao ni ongezeko ya zaidi ya mara mbili ya umeme uliokuwepo awali. Lakini vile miundombinu ya umeme imeimarishwa nchi nzima, na sasa jitihada ya serikali ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye kaya, kwenye nyumba za watu, umeme unafika kila mahali. Hiyo ndiyo nia ya serikali katika miaka michache inayokuja. Kwa hiyo tuendelee kuunga mkono serikali yetu ili tuweze kufika huko katika maendeleo yaliyokusudiwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan.